Kwa jina naitwa Rajabu Juma Sikiweni, ni mkazi wa Temboni hapa. Unaweza kutuelezea kutoka kwenye mkutano wa leo uliofanyika hapa mtaa Temboni juu ya mgogoro unaoendelea katika eneo la Bwawani, mwanzo mpaka eneo lilipofikia? Siku ya leo ni siku muhimu na kihistoria katika mtaa wetu wa Temboni, kwa sababu kilio cha kupata kamati ni cha muda mrefu, na leo hatimaye tumeweza kupata kamati. Hiyo ni jambo la kushukuru Mungu. Na kwa nini tulidai au tulikuwa tunaitaka kamati? Kwa sababu kuna eneo la bwawa limevamiwa. Sasa tulitaka kujua hawa wavamizi waliwezaje kuingia katika eneo letu la bwawa mpaka kuanza kujenga na kuendeleza shughuli za kibinadamu katika eneo lile. Sasa hilo linakuja kutokana na nini? Mwenyekiti wa mtaa alikuwa hana majibu ya kina kuhusiana na wale wavamizi, lakini hata mheshimiwa diwani naye alivyokuja, majibu yake inaonekana wananchi walikuwa hawajafurahiwa nayo. Kwa hiyo wakawa wanataka kupata kamati. Sasa kupata kamati, tumaini letu kamati italeta majibu sahihi kwa maana kujua wale wanaifanya pale shughuli za binadamu waliingiaje na wanashauri nini. Sasa kamati ndio itakuwa sikio la Wanatemboni, kamati ndio itakuwa jicho la Wanatemboni. Hiyo ndio imani yangu kubwa. Unadhani kamati iliyotengenezwa leo ya watu 7 iliyopewa muda wa mwezi mmoja inaweza ikaleta matumaini kwa wananchi jua linaloendelea? Hili ni jambo la wananchi. Kitendo cha kutuchagua sisi kama kamati, kwanza wameonyesha imani kwetu sisi, wameonyesha matumaini makubwa. Na mimi nataka kutumia nafasi kuahidi tutaenda kufanya kazi hili waliotutuma, kwa sababu tunaenda kufanya lile ambalo wanakusudia Wanatemboni. Sisi Temboni hapa hatuna shule ya sekondari, hatuna soko. Eneo ambalo tunalitegemea, hata mwenyekiti wa mtaa alioingia alikuwa anazungumzia eneo ambalo nalitegemea ni lile. Sasa tunaenda kumsaidia mwenyekiti wa mtaa, hiyo moja, kwa sababu katika kunadi sera zake alizungumzia akipata nafasi ya mwenyekiti wa mtaa ataenda kuhakikisha pale nakaa shule. Kwa hiyo tunaenda kumsaidia mwenyekiti wa mtaa, lakini vile vile tunaenda kutimiza historia ya Temboni. Unapozungumzia Temboni, mtaa wa Temboni ni lile bwawa. Wababu zetu walituambia pale linasa tembo. Kwa hiyo bwawa lile likifutika, hata historia ya Temboni inakuwa ipo. Kwa hiyo tunaenda kulitetea historia ya Temboni. Lakini tatu na mwisho, tunaona kazi za Mheshimiwa Rais. Tunaona kazi za Mheshimiwa Rais, mapambano yake na jitihada zake na serikali yake katika swala la elimu. Sasa na sisi lengo letu tunaenda kwenda kumuunga mkono pale na ije kujengwa shule ambayo itakuja kutoa wasomi, madaktari, walimu, na pale wataenda kusoma watoto yatima na kila kitu. Kwa hiyo lengo letu ni hilo hasa. Neno langu kwa wananchi, nasema kuunda kamati ni swala moja, lakini kutoa ushirikiano kwa kamati ni swala lingine. Sasa baada ya kupatikana kwa kamati, ni imani yangu wananchi wale watatupa ushirikiano. Tutapokuwa tunawahitaji watupe ushirikiano, basi wawe tayari kutupa ushirikiano. Sisi kama kamati peke yetu hatuwezi, lakini swala hili vile vile tunahitaji tuombe Mungu wote, kwa sababu ni swala ambalo linahitaji ushirikiano na linahitaji nafasi ya Mungu, kwa sababu hili tunaenda kufanya ni sehemu ya ibada. Jina naitwa Mulilo Zaidi Jumane Mlilo, ndiye diwani mwenye dhamana katika kata yetu hii ya Msigani. Leo nilikuwa katika serikali ya mtaa wa Temboni katika dhima kubwa ya kushughulikia namna ya kuunda kamati ya kusimamia eneo la bwawa. Hapa Temboni tuna bwawa letu ambao tunalo kwa kipindi cha muda mrefu sana, lakini bwawa hili inasadika kwamba limekuwa likimegwa na watu ambao sio wapenda maendeleo. Hivyo basi mimi kama serikali nimekuja nikishirikiana na serikali ya mtaa wa Temboni sambamba na wananchi wa Temboni, wananchi wenye uchungu, wananchi wapenda maendeleo. Tumeunda kamati ya watu 7, kwa maana ya kwamba wanawake 3 na wanaume 4. Watu hao kazi yao ni kulifuatilia bwawa kwa kujua ukubwa wake ulikuwa kwa kiwango gani, na kwa kuangalia namna gani ambavyo bwawa hilo linaweza kuwa limemegwa. Baada ya hapo, wale wote ambao wataonekana kwamba watakuwa wameingia katika bwawa hilo, tutachukua hatua stahiki kwa mujibu wa sheria. Kimsingi hapa Temboni hatuna eneo ambalo tunategemea ni eneo la bwawa.
tunatarajia eneo hilo la bwawa tulitumie katika kujenga shule ya sekondari sambamba na shule ya msingi, kwani Temboni kwa mujibu wa sheria hawana shule ya aina yote hiyo. Hivyo kamati hiyo imeundwa leo, na baada ya siku 7 kamati hii itaanza kufanya kazi, na tumeipa kamati hii muda wa mwezi mmoja tu. Tumekwisha kupata majibu na tutajua nini cha kuendelea. Ndugu waandishi wa habari, tutaendelea kuwapa taarifa nini kinaendelea baada ya kupokea majibu kutoka katika kamati. Neno lako la mwisho kwa wananchi wakazi wa Temboni? Nipende kuwaambia kwamba wananchi wa Temboni walilinde bwawa hilo, kwani bwawa hilo ni hazina. Hatuna eneo lingine ambalo tunaweza kufanyia maendeleo, na maendeleo yataleta na mimi na wao. Wananchi wana jukumu kubwa ya kuliangalia bwawa hilo kama dhahabu. Asante sana, nashukuru sana. Kwa jina naitwa Daniel Koloso Mwakyusa, mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Temboni, mtaa uliopo kata ya Msigani, wilaya ya Ubungo. Leo tulikuwa na kikao cha mkutano maalum wa wananchi Temboni, ambao tulikuwa na ajenda kuu 2 mahususi. Moja, ajenda ya kujadili namna ya kushughulikia changamoto ya eneo letu la bwawa, ambalo kimsingi ndilo eneo tulilokusudia kwa namna yoyote ile tuhakikishe kwamba lile eneo tunalitengenezea mazingira ya kujenga shule ya msingi na shule ya sekondari katika eneo hilo, ambayo ni miongoni mwa mambo ambayo wakati naingia madarakani niliahidi. Na kwa sababu kumekuwa na changamoto ya watu kuingia kwenye eneo hilo, ndio maana wananchi wameonelea ni bora kukawa na kamati maalum ya wananchi ambayo itaenda kufanya kazi ya kupitia, kuona na kuhakiki mipaka ya eneo hilo, hata kama hakuna ile mipaka rasmi ya hilo eneo, lakini tutakuwa na uwezo wa kupata historia fupi kwa wale wazee wa zamani ambao wanalijua vizuri eneo, na kuhakikisha kwamba kamati itashauriwa vizuri ili kuhakikisha kwamba lile eneo linaendelea kubaki kuwa mali ya umma kwa ajili ya matumizi ya umma. Kama nilivyosema, pale tuna mpango wa kujenga shule ya msingi na sekondari, ambayo ni mambo ya msingi tunayotakiwa kwenda nayo. Kwa hiyo kwa pamoja tumekubaliana, tumeunda kamati hiyo ambayo ina wajumbe 7. Tuna imani hiyo kamati tutaipa nguvu iende kufanya kazi. Mwisho wa siku italeta mrejesho wa yale watakayoyabaini kwenye eneo hilo, ili siku ya siku tufanye maamuzi ambayo hayataumiza upande wowote, kwa kuwa tunaamini katika uongozi unaofuata sheria, na swala la ardhi linahitaji maridhiano ya pande zote ambazo zinahusika katika mchakato huo, ili siku ya siku tujenge maendeleo yaliyo bora kwa kila mtu.